Naibu Inspekta Jenerali wa Polisi Eliud Lagat anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Wakenya mtandaoni kufuatia kifo cha kikatili cha mwanablogo wa X na mwalimu Albert Ojwang. Lagat ambaye anadaiwa kuamuru kukamatwa kwa Ojwang kwa wadhifa unaodaiwa kuwa na habari za uongo kumuhusu sasa umekuwa mlengwa wa hasira za umma. Kijana huyo anayejulikana mtandaoni kama Albert Januzaj alikamatwa nyumbani kwake na kusafirishwa takriban kilomita 400 hadi Nairobi. Inasemekana aliojiwa na maafisa wa DCI na baadaye akawekwa katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi ambapo alifariki dunia akiwa kizuizini. Matokeo ya uchunguzi wa maiti yalifichua kuwa Ojwang alipigwa hadi kufa, jambo linalokinzana na madai ya awali ya mamlaka kwamba alifariki kutokana na majeraha ya kujidhuru. Wakenya waliokasirishwa na maelezo hayo ya kutisha na kudhaniwa kuwa ni matumizi mabaya ya mamlaka wamejichukulia mambo mikononi mwao. Wachezaji wa mitandaoni walifanikiwa kuchimba kile wanachoamini kuwa nambari ya simu ya kibinafsi ya Lagat, na katika kitendo maarufu cha mtandaoni cha kupinga wameanza kutuma salamu kwake. Maneno hayo ambayo mara nyingi hutumika kwa kejeli kwenye mitandao ya kijamii hurejelea kumpiga mtu risasi za moja kwa moja, kutuma jumbe fupi na kutuma pesa kwa simu kwa kawaida katika kama vile $1 ili kudhibitisha utambulisho unaohusishwa na nambari hiyo kabla ya kuanzisha mashambulizi makali. Mtazamaji wangu, katika picha tulizoziona ni kwamba jumbe za kiudhi na zenye hisia kali zinazodaiwa kutumwa kwa bosi huyo wa polisi. Na mtazamaji wangu, ni masuala ambayo yanaendelea kuzungumziwa katika mitandao ile ya kijamii, na hivi sasa tunavyozungumza Lagat ama CS Kipchumba Murkomen, IG na maafisa wengine wa polisi wapo kwenye Senate kuhojiwa kuhusiana na kifo hicho cha Ojwang. Ndizo taarifa za hivi sasa, na kuna rejea na matukio mengine zaidi.